Katika taarifa mpya iliyotolewa kupitia vyombo vya habari vya kimataifa, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amefichua kuwa agizo la kushambulia maeneo ya nyuklia ya Iran lilitolewa rasmi miezi 6 kabla ya mashambulizi yaliyoshuhudiwa hivi karibuni. Kauli hii imeleta mshtuko kwa jumuiya ya kimataifa na kuibua mjadala mpya kuhusu mustakabali wa amani na usalama wa Mashariki ya Kati. Netanyahu alieleza kuwa mashambulizi haya hayakuwa ya ghafla, bali ni sehemu ya mpango wa muda mrefu uliopangwa tangu Novemba mwaka uliopita. Mpango huo uliandaliwa kwa umakini mkubwa na ulihusisha idara za kijeshi na za kiintelijensia kwa lengo la kulenga vyanzo vya nguvu vya kijeshi vya Iran, hususan vituo vya nyuklia vinavyotajwa kuwa katika hatua za mwisho za uzalishaji wa silaha za maangamizi. Ingawa Israel ni mshirika wa karibu wa Marekani, uamuzi huu wa kijeshi ulionekana kuchukuliwa bila kusubiri ridhaa kamili kutoka Washington. Hili linaonyesha kuwa Israel ilihisi shinikizo la kuchukua hatua ya haraka, hata kama ni peke yake, kwa msingi wa kile wanachoamini kuwa ni ulinzi wa taifa lao dhidi ya tishio la muda mrefu kutoka kwa Iran. Msingi wa maamuzi haya umejengwa juu ya imani kwamba Iran iko karibu sana na hatua ya mwisho ya kutengeneza silaha za nyuklia. Israel imekuwa ikitoa tahadhari kwa miaka mingi kuhusu hatari ya Iran kuwa na silaha hizo, ikiamini kuwa hatua ya kusubiri inaweza kuwa ya hatari zaidi. Hivyo, kuzuia kabla ya tishio kutimia ilionekana kama njia ya pekee ya kulinda usalama wa taifa. Mashambulizi yaliyotekelezwa hivi karibuni yalilenga maeneo ya kimkakati ya Iran, yakiwemo vituo vya uzalishaji wa nyuklia, viwanja vya ndege vya kijeshi, kambi za makombora, maghala ya silaha pamoja na mitambo ya rada na ulinzi wa anga. Matokeo ya mashambulizi haya ni makubwa, ambapo ripoti kutoka Iran zinaonyesha vifo vya raia, majeruhi ya mamia na uharibifu mkubwa wa miundombinu. Picha kutoka mitandaoni zinaonyesha moshi mzito, miili ikitolewa kutoka vifusi na taharuki ya raia waliokumbwa na mashambulizi hayo. Taarifa za kiusalama zinaonyesha kuwa operesheni hiyo haikutegemea tu nguvu za angani kutokea nje ya Iran, bali pia ilihusisha mashambulizi ya ndani kupitia teknolojia ya kisasa ya ndege zisizo na rubani, drones. Drones zilikuwa zimefichwa ndani ya ardhi ya Iran zikisubiri tu amri ya kushambulia. Hili linaibua maswali kuhusu kiwango cha uingiaji wa Israel katika eneo la Iran na uwezo wao wa kiintelijensia. Baada ya mashambulizi haya, Iran imetangaza nia ya kulipiza kisasi mara moja. Mataifa ya Magharibi yameanza mashauriano ya dharura. Umoja wa Mataifa umeitisha kikao cha Baraza la Usalama pamoja na mataifa ya Kiarabu, na vikundi vya wanamgambo katika eneo hilo vimeelezea hasira na wasiwasi. Mashambulizi haya yamebadilisha hali ya Mashariki ya Kati ghafla na huenda yakazua mfululizo wa vita vikubwa vya kieneo. Ufunuo wa Netanyahu kwamba mashambulizi dhidi ya Iran yalipangwa miezi 6 kabla ya kutekelezwa ni ishara ya jinsi Israel ilivyoamua kulinda maslahi yake ya kiusalama bila kusita. Uamuzi wa kushambulia kabla ya Iran kufanikisha silaha za nyuklia ni hatua inayoweza kuwa ya kihistoria, lakini pia hatari, kwani sasa dunia inatazama kwa hofu uwezekano wa vita vya moja kwa moja kati ya mataifa hayo mawili na athari kwa amani ya dunia.